ni ujenzi wa daraja lenye upana wa mita 15 na urefu wa mita 26.7 na barabara unganishi zake zenye urefu wa mita 500 maana ya upande wa kulia na kushoto, ambazo zitakuwa zinapitisha magari mawili. Mkataba ulituhitaji sisi tumalize tarehe 28 mwezi wa kwanza, na mpaka sasa hivi daraja lenyewe kwanza limeisha tarehe 4 mwezi wa kwanza, kabla ya ile ahadi nilivyosema, kabla ya ile ahadi ya mkurugenzi wa kampuni. Umeona? Kwa maana hiyo basi bado tuko kwenye ule muda, yani tuna muda mzuri tu mpaka tarehe 28 hiyo, mpaka sasa hivi unavyoona maendeleo kwamba watu wanaweza wakapita kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, ila tu ni kwamba tumelikabidhi kwenye uangalizi wa nani, wa TANROADS. Kwa hiyo sisi bado tupo kwenye ule muda wa mkataba, kwa bado hatujapitiliza wala hatujaongeza. Sasa hivi tuko hatua ya mwisho kabisa, kwa maana ya kupita hapa inawezekana kupita kabisa bila shida, maana sisi tunamalizia lami upande wa huku, lakini sasa sisi tumelikabidhi kwenye wahusika wenyewe wa mradi TANROADS. Wao sasa ndo wanaweza wakaplani, wakaona sasa kama wanaweza kuruhusu, yani lipo kwenye uangalizi sasa wa TANROADS, ili waweze kuruhusu na kuandaa mpango wa kupitisha magari. Yani ubora wa daraja hili, kwanza kina ambacho kimetumika kuchimba kuifikia ile foundation, yani tunaita ule msingi, ni kikubwa sana ukilinganisha na madaraja mengine. Umeona? Yani uliposimama hapo sisi tumeenda zaidi ya mita 9 chini, ndio tukaifikia ile hali ya ugumu, ambapo sasa ule ugumu ndio tunaruhusiwa sasa daraja kukaa. Umeona? Mwanzoni tulichimba mita 6, ikawa bado hatujafikia ile tabaka gumu. Kwa hiyo tukaenda zaidi tena mita 4 chini, ndio tukaenda kulipata lile tabaka gumu. Kwa hiyo na uhakika kabisa kwa kina tulichoenda na procedures zilizotumika zinaashiria kabisa daraja limetengenezwa kwa ubora na liko salama kwa matumizi. Kwa jina naitwa Shabani Abdalla Maila, ni mkazi wa Mkuyuni. Tunashukuru serikali kwa kutuondolea hii kero. Hapa Mkuyuni kulikuwa na kero kubwa sana ya daraja hili, mvua ikinyesha hapa hapapitiki. Kwa hiyo kwa sasa hivi tukiangalia maendeleo haya, kwa kweli serikali ni ya kuipongeza kweli, imefanya kazi kubwa kweli. Kwa hiyo kero ya Mkuyuni sasa hivi imeisha. Tunashukuru sana serikali kwa hiki. Tunamshukuru sana mkandarasi kwa kitendo hiki cha kuweka taa barabarani. Hizi taa zinafanya wananchi wanafanya shughuli zao muda wote. Na hapa zamani kulikuwa na giza, hata kama ukiwa unaenda hapo hospitali ya Butimba kulikuwa na kagiza fulani hivi. Kwa hiyo sasa hivi utakuwa na mwanga muda wote, watu wanapita na wanafanya biashara zao vizuri. Mkandarasi kafanya kazi yake vizuri. Tunamshukuru sana mkandarasi kwa hiki alichokifanya. Kaonesha uaminifu mkubwa sana kwenye hela za serikali. Kwa majina naitwa Jane Steven, mkazi wa Mkuyuni. Kwa kweli tunamshukuru Mungu kwa mkandarasi kutujengea hili daraja. Kwa kweli sisi wananchi wa Mkuyuni tulikuwa tunapata shida sana kufuatia hili daraja kipindi daraja litajengwa. Ila namshukuru Mungu hata huyo mkandarasi kwa kweli amejitahidi sana, kwa sababu mimi naona ni vijana tu wa Tanzania. Si watu tofauti, maana tulikuwa tunategemea labda wa China ndio watengeneze daraja, lakini naangalia ni vijana wetu wapo hapa Mkuyuni, wengine wanajenga daraja hili. Kwa kweli tunamshukuru Mungu, na kwa kweli ada tunapata kipindi cha nyuma ilikuwa adha kubwa sana. Yani tulikuwa bado tunabebwa migongoni tunavuka daraja, lakini kwa sasa hivi ili daraja kwa kweli imetusaidia mambo makubwa mno. Mkuyuni imekuwa ni karibu, mvua zikinyesha yani tunawaza tuendaje Mkuyuni, lakini sasa hivi hata mvua zinyesha za namna gani tutapita kwenye hili daraja. Bongo Play TV.